Asante sana mpenzi mtazamaji wa Kenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze na kukufahamisha yale ambayo yanaendelea, kisha baadaye katika uchanganuzi huu nitakuwa na changanua kabla ya kutamatisha hii kanda, maana naileta chini ya dakika 10. Naomba tu uweze kunifuatilia hadi tamati mwa kanda hii. Kabla nianze, naomba kujua unatazama hii kanda ukiwa katika eneo lipi katika ulimwengu huu. Ukiwa katika taifa letu la Kenya, naomba tu uweze kunifahamisha ni kaunti ipi ambayo unatazama hii kanda kutoka. Ukiwa ni mataifa mengine pia unaweza kutuandikia katika sehemu ya maoni ili kujua kwa watazamaji wetu wanatutazama wakiwa maeneo yepi. Karibu ili tuendelee pamoja. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga humu nchini amefumaniwa katika bunge la kitaifa, na katika kanda hii tutakuwa tunachanganua Raila Odinga amefika katika bunge la kitaifa kivipi na anafanya nini, kisha baadaye tutakuwa tunachanganua kufika kwake kuna maanisha nini katika bunge la kitaifa, haswa katika sekta ya siasa. Kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Huyu Mungu anayebariki wengine azidi kuwafungulia milango ya mibaraka kila wakati. Kunyenyekevu tuna heshima kubwa. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Kenya TV, kuna kitu hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribe. Tukado kuna kengele, bonyeza kengele, na ni kubonyeza kengele ni kupokezwa notification kufahamisha kwamba Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Please naomba tu kunyenyekevu na heshima kubwa utupe a like katika kanda hii, ukipenda thumbs up, na sambaza hii kanda kwa moja ama bila katika mtandao wa WhatsApp. Asante kwa kutia ombi langu na barikiwa. Karibu tuendelee zaidi. Sijui ni siku gani uongozi wa sasa utaanzisha kufanya maendeleo na kuzindua miradi ya maendeleo na kumaliza miradi ya maendeleo ya serikali iliyopita. Kwa nini nasema hivyo? Sasa hivi ni miaka miwili ambayo imekamilika tangu tuwe na uongozi mpya, lakini bado tunaendelea kupanga serikali kwa kubadilisha viongozi, nani atashikilia wadhifa fulani serikalini kila wakati. Tumeona mabadiliko makubwa yamefanywa katika bunge la kitaifa, ndio maana nasema ya kwamba kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amefika katika bunge la kitaifa. Sasa tunataka kuangazia ni kivipi Raila Odinga amefika katika bunge la kitaifa. Sasa hivi wandani wa Raila Odinga wamekabidhiwa nafasi zingine kushikilia kamati mbalimbali katika bunge hilo la kitaifa, na wale ambao ni wandani waliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kufurushwa na kuondolewa mara moja. Nikufahamishe tu kiduju, kisha baadaye nitakuwa naendelea haya yote yanamaanisha nini, nitakuwa na changanua kwa undani, lakini nikufahamishe kwanza wandani wa chama cha ODM Raila Odinga sasa wameteuliwa kushikilia nyadhifa mbalimbali katika bunge la kitaifa. Inasemekana ya kwamba, inadaiwa kwamba Sam Atandi atakuwa anashikilia kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa ambayo imekuwa ikishikiliwa na Ndindi Nyoro kwa muda sasa, ambaye sasa inasemekana ya kwamba ni mwandani wa Rigathi Gachagua na kungolewa. Bernard Shinali wa ODM naye atashikilia wadhifa wa kuwa mwenyekiti katika kamati ya biashara. Ken Chonga naye atakuwa mwenyekiti katika kamati ya leba. Irene Mayaka ni kiongozi mteule katika bunge la kitaifa, naye atakuwa anashikilia kamati ya ushirikiano wa kanda, na James Nyikal atakuwa anashikilia kamati ya afya. Hawa wote ni wandani wa Raila Odinga. Sasa Raila Odinga amefumaniwa akiwa katika bunge la kitaifa na kuchukua nafasi ambazo hakuwa anatarajia, kwa sababu yeye hakuwa miongoni mwa wale ambao waliunda serikali iliyopo mamlakani kwa sasa hivi. Kufikia sasa, Gathoni wa Mchomba ambaye ni mbunge wa Githunguri ni mwandani wa Rigathi Gachagua amengolewa, na Mwafrika Agustin amengolewa, Jane Kihara amengolewa, Peter Salasia amengolewa, James Gakuya, Edward Muiru, Onesimus Ngogoya. Hao wote baadhi yao wameweza kungolewa kwa kamati zile ambazo wamekuwa wakishikilia za nguvu
na kuelekezwa kwa kamati ya maslahi ya bunge. Now, I want to put this into perspective so that Kenyans to understand what is going on politically in this nation Kenya. Swali tunajiuliza hapa, mabadiliko haya, Raila Odinga sasa amekabidhiwa ama ametengewa nafasi 5 za kushikilia kamati katika bunge la kitaifa. Haya yote yanamaanisha nini? 1. Raila Odinga has officially joined Ruto's government. Yaani Raila amejiunga kwa serikali ya Rais William Ruto kwa sababu watu wake wameingizwa katika nyadhifa mbalimbali za kamati katika bunge la kitaifa. Ukumbuke kwamba wandani wake ni mawaziri, baadhi yao John Mbadi, Ali Hassan Joho, Wycliffe Oparanya na Opiyo Wandayi wako serikalini kama mawaziri. Haya yote ni kwa kusema ukweli halisi wa mambo, Raila ako katika serikali ya Rais William Ruto. Hii maneno ya kuambiwa leo atakuwa katika eneo fulani, kama jana alikuwa katika kaunti ya Wajir, leo nimesikia ako kule Nyanza, Kisii, kule chini Nyanza, anaendelea kukusanya maoni kabla ya kuamua ni upande upi ataunga mkono. Lakini hayo yote kwa kusema ukweli halisi wa mambo, sio madai, ni ukweli. Kutembea ni wastage of time and resources kwa sababu watu wako wameingia katika serikali. Kumaanisha Raila Odinga yu serikalini. Kutembea hapa na pale kukusanya maoni, sioni kama kutakuwa na mabadiliko kwa sababu ishara tosha kwamba watu wake wameingia kule. Kwa hivyo hakuna tangazo ambalo anaenda kulitoa kando na lile ambalo tumeshuhudia. Nimefanya uchanganuzi mwingine, niliweza kusema ya kwamba tangazo lake rasmi likuingia kwa serikali kwa sababu wakati alikuwa katika kaunti ile ya Wajir aliweza kusema ya kwamba kufuata mtu wa mitego najua ni kejeli. Number 2, kuingia kwa wafuasi wa Raila Odinga katika kamati mbalimbali na maanisha nini katika bunge la kitaifa. Number 2, en close ally, yaani mwandani yeyote wa Rigathi Gachagua hakubaliki na hatakiwi katika serikali ya sasa kwa sababu inaaminika kwamba baada ya Rigathi Gachagua kung'olewa na watu wake hawaonekani kuendesha shughuli na kuuza sera za serikali ya sasa kwa sababu Rigathi Gachagua anaendelea kuipiga na kuichapa serikali ya Kenya Kwanza, na hiyo inamaanisha hata wandani wake hawatakiwi na hawana nafasi katika serikali ya sasa. Najua kama Ndindi Nyoro amekuwa akitulia, lakini hakuwa bungeni wakati Rigathi Gachagua alikuwa anangolewa. Hajazungumza chochote, hajaonekana akiuza sera za serikali. Sasa wanashindwa ako wapi, lakini nitafanya uchanganuzi kuhusiana na mambo ya Ndindi Nyoro baadaye. Kunyamaza kwake kuna maanisha nini, nitaleta hiyo kanda baadaye, I promise. Hii imemweka katika mahali pabaya ili kufukuzwa na kung'olewa katika serikali. Number 3, maamuzi haya yote ama mabadiliko yanamaanisha nini? Raila Odinga is expected to push for more positions in the government. Whether you like it or not, just wait and see. Raila Odinga anaenda kudai nafasi zingine zaidi katika serikali ya Kenya Kwanza, to have 50, a half. Kama wakati tulikuwa na serikali ya mseto kati ya Raila Odinga na marehemu rais mstaafu Mwai Kibaki, tulikuwa na serikali ya katikati. Kufikisha Raila Odinga mahali pa kutulia, lazima atakabidhiwa 50-50. Wait and see. Mabadiliko yanaendelea kufanyika katika serikali. What do you think? Kazi itafanywa siku gani? Tunaendelea kuchangamkia nafasi serikalini. Nakumbuka wakati mmoja Ruto akisema ya kwamba kitendawili hawezi ingia serikalini. Tusikize wakati huo.
Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Na msituambie ya kwamba ati hamutaki handshake. We can see you. Si tunawajua. Hii ukora yenu ya kila siku tunajua. Mlifanya ukora pale, Moi akawaweka kwa ile ilikuwa inaitwa cooperation. Mkalete fujo hapo na maandamano kidogo, mkapata nusu mkate kwa Mheshimiwa Kibaki. Mkakuja mkalete ukora hapa na maandamano kidogo, mkaweka vitisho kwa Uhuru Kenyatta, akapanga handshake. Sasa mnafikiri mnaweza kunipangia mimi ati maandamano, ati mpate chochote kutoka kwangu? You are dreaming. Matamshi ambayo yaliungwa mkono na wakati huo ambaye alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Nikisikia maneno nakimbia hapo. Kwa sababu hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Lakini sasa hivi nani ameng'olewa serikalini? Jijazie we mwenyewe. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, kuna kitu hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV, maana ninapoweka kanda utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mkenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Please tupe a like na sambaza hii kanda kwa group 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp. Asante, barikiwa, tukutane in the next video. Bye bye for now, ladies and gentlemen.